Umeonaje kimbinu zaidi Simba leo alivyocheza dakika zote 90 na namna ambavyo ameonyesha upinzani wake dhidi ya Gabriel? Ilikuwa ni mechi ambayo haikuwa ya upande mmoja. Namna ambavyo pande zote mbili zili approach kimbinu, kwa maana tuseme mabenchi ya timu zote mbili yali approach kimbinu, ni kwamba kila timu ilikataa kuwa timu ya pili uwanjani, kwamba mimi nitapaki basi nitakuachia wewe mpira, possess, njoo na kuachia karibu nusu ya uwanja, njoo mpaka kwenye nusu yangu afu create chances. Hakukuwa na timu kama hiyo. Timu zote mbili zilionekana kila mmoja anahitaji kwanza kuwa na mpira, na asipokuwa na mpira anahitaji kutafuta mpira. Kwa hiyo ilionekana kama mechi ya pande mbili, si ndivyo? Hata kimuundo ukiangalia sehemu kubwa sana ya uwanja iliyoathirika ni tunasema hii mid third ya uwanja katikati, kwa sababu timu zote mbili zilikuwa zinataka kama kupishana hivi. Ukiangalia zilipeana depth kubwa sana ya kiuzuiaji, kwa maana kwamba Gaborone United walikuwa wanakuja mpaka mwisho, lakini pia na Simba nao pia walikuwa wanaenda hadi mwisho, kwa maana kwamba uwanja ulikuwa umetanuliwa sana. Sasa ukiangalia ukitanua uwanja, ilikuwa ni ushapu wa timu inayoweza kuexploit space, yani wachezaji kutafuta haya maeneo ambayo yapo wazi, kwa sababu hakuna timu iliyoamua kupaki basi. Hakuna timu ambayo iliamua kupaki basi na kusubiri counter attack, yani kusubiri kwa timu ya pili uwanjani. Timu zote mbili zilikuwa zinafikiana, ndio maana unaona hata takwimu za rafu zilikuwa nyingi sana, lakini timu zote mbili zilikuwa zinapenda pia kwenda direct, na ili uwe direct lazima wachezaji wako wajue sana kutafuta spaces. Kwa hiyo sehemu ambayo iliathirika sana ya pitch ilikuwa ni hii mid third, kwa sababu timu zote mbili zilipeana depth kubwa ya uzuiaji. Kulikuwa kuna space kwenye maeneo kwenye hizi space za kuzuia, lakini sehemu kubwa ambapo hizi timu zote mbili zilikwama ni kila timu inapokuwa kwenye third ya mwisho, kwamba kwenye kutengeneza nafasi na kuscore. Ukiangalia kwenye takwimu za mashuti zote zimefika, lakini hawakuwa na ufanisi. Kwanza ufanisi wa kwanza kwenye kutengeneza chances nyingi za kufunga, lakini kufunga hizo chances ilikuwa ni mtihani. Ndio maana umeona magoli yaliyotokea pia kutokea kwenye open play yametokea kwenye moment za set pieces ambao ni penalty. Kwa hiyo timu zote mbili zilipeana game nzuri wakiwa na mpira na wasipokuwa na mpira, kwa sababu wote, hakuna timu iliyochagua kukaa nyuma na kusubiri counter, hakuna timu iliyoachiwa kabisa mpira kwamba wewe possess, mimi nitakuzuia. Hakuna. Wote wawili walipeana hizo moments na mwisho wa siku game imeisha hivyo. Ilikuwa ni open match, tunaweza tukasema, yani mechi ya wazi, hakuna mmoja aliyefunga njia kwa mwenzake, wote walipeana spaces. Sasa leo tumeona amefuzu, lakini pengine mapungufu yake ilikuwa wapi? Upande gani zaidi? Kama unakumbuka Legend kwenye uchambuzi wa mwanzo pre-match alisema Jonathan Sow ukimpa chance 3 moja hakuacha, si ndivyo? Mapungufu ya Simba ya kwanza yalianzia hapo. Unajua striker yako nikimtengenezea chances nyingi ataziconvert kwa magoli, si ndivyo? Umemtengenezea ngapi? Hayo ni mapungufu ya kwanza, kwamba walikuwa wanapenda sana kucheza katikati hapa. Build up itaanzia labda kwa kina Deruk pamoja na Chamu, progression kwa Kante pamoja na Kagoma kwa njia katikati, au kwa Mligo pamoja na Kapombe. Hapa wanaweza kupita kwa sababu hawa pia walikuwa wanatoa depth kubwa ya uzuiaji. Kwa hiyo kulikuwa kuna spaces katikati ya mistari, si ndivyo? Wachezaji hawa walikuwa wanaweza kutafuta spaces. Wakifika kwenye third ya mwisho, udhaifu wa kwanza ulikuwa sehemu ya kwanza kabisa. Mnamlisha vipi Soa? Ni pocha kwenye box, si ndivyo? Nyinyi mnampa chances ngapi? Kwa hiyo mpaka anatoka siamini kama alipata chances zile za kupewa mshambuliaji 3. Umeona? Sidhani kama alizipata. Kwa hiyo udhaifu wa kwanza ulikuwa kwenye kuconvert zile chances kuwa magoli. Lakini udhaifu wa pili ni kwamba kuna zile moments za kuzuia. Simba inatakiwa proact, inatakiwa ionyeshe ukubwa wake kwenye moment ya kuzuia. Unampora vipi mpira mpinzani? Mpunguzie muda na nafasi ya mpinzani kuwa na mpira. Simba walikuwa wanawaacha Gaborone United wa possess. Hata wakienda kupress huoni kama pressing yao ni ya kupora mpira, ni pressing tu, kwamba si tupo kwenye moment ya kuzuia. Hauoni kama wana mark eneo, au huoni kama wanaenda kumark mchezaji wa timu pinzani ili wapore mpira. Walikuwa wanaenda na wanaacha spaces. Ndio maana ulikuwa unaona hata kwenye takwimu za possession Gaborone wamedominate zaidi possession. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu hata pressing ya Simba ilikuwa na madhaifu. Kwa hiyo nafikiri hawakuonesha kama wao ni proactive team. Pengine kinachangia na mabadiliko ya benchi la ufundi. Nilichukua kwa Juma wakati tupo pale tunaangalia newsroom match, alisema haoni kama fitness ya wachezaji wa Simba ipo kwenye level iliyokuwepo mwanzo. Yes, of course benchi la ufundi limebadilika, morali ya timu imeshuka kwa sababu haikuwa kama mwanzo, si ndivyo? Tatizo la kwanza naamini limeanzia kwenye psychology. Psychologically hawakuwa kama kwenye level ya ushindani ambao ilikuwepo mwanzo. Lakini sehemu ya pili, sitapuuza alichokisema Juma, fitness ya wachezaji au kuonekana kama wapo kwenye level sahihi ya ushindani. Kwa hiyo naamini ni vitu kati ya vitu ambavyo wanapaswa kwenda kuvinote. Waangalie sprinting ya wachezaji ilikuwaje. Hawaja sprint kwa level kubwa kwa sababu
hawakuwa physically fit kama ambavyo ilipaswa kuwa. Lakini morali ya wachezaji ipo chini. Yes, mabadiliko ya benchi la ufundi yanaweza kawa na wachanganya kwenye flow ya timu kwa maana ya kiuchezaji au style ya kucheza, lakini kwenye issue ya fitness sidhani kama wapo physically fit kwa ajili ya ushindani. Ni moja kati ya vitu ambavyo vinachangiwa na kuondoka kwa benchi lililopita. Nilisema zimependa sana kutumia eneo hili, sio kwenye third ya mwisho sana na sio kwenye third ya mwisho sana. Zilipenda sana kucheza kwenye third ya katikati. Kwa nini? Ni kwa sababu zilipenda sana kupishana.